Swali kutoka kwa mdau mmoja, yeye anahoji kuhusiana na mchakato wa haja ndogo katika mwili wa mwanaume. Anasema inakuwaje mwanaume anakwenda haja ndogo alafu inatoka haja ndogo, lakini baada ya muda anashiriki tendo la mapenzi kisha anatoa sperm, anatoa mbegu za kiume. Sasa anahoji, je, hizi mbegu za kiume na haja ndogo huwa havikutani hivi vitu? Naam, asante mdau kwa swali, ni swali zuri na tumefurahi kwa swali lako. Hivyo vitu havikutani hata kidogo. Kwanza ni kufahamishe, upatikanaji wa mkojo na utengenezaji wa majimaji ya kiume ni vitu viwili tofauti. Mkojo ni baada ya kuchujwa kwa maji pamoja na vyakula tunavyokula, kuchujwa na hatimaye majimaji yaliyobaki kama makapi, baada ya kuchukuliwa kupelekwa katika mwili vinavyohitajika, maji yanayohitajika, yale yaliyobaki kama makapi yanakwenda kwenye kibofu, bladder, na hatimaye hayo yanakuwa ni uchafu. Kwa hiyo mkojo ni uchafu, mpenzi na mdau wa Kimimbi Herbal Clinic. Lakini majimaji ya uzazi sio uchafu. Majimaji ya uzazi utengenezaji wake hautokani na mabaki ya makapi, ni chakula kabisa ambaye ndani yake yana protein, yana chromosome na yana vitu vingi sana, vitamin pamoja na madini, majimaji ya uzazi. Kwa hivyo utengenezaji wake ni tofauti pamoja na mkojo. Mkojo ni mabaki ya uchafu baada ya kuchujwa kwa tunavyokula, yani kunywa pamoja na kula. Baada ya kuchujwa, yale majimaji kama makapi yaliyobaki baada ya kuchukuliwa vitu kuingizwa katika mwili kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za mwili, yaliyobaki kama makapi yanashushwa kwenye kibofu cha mkojo, na huo unakuwa ni uchafu. Lakini sperm utengenezaji wake ni tofauti na unatengenezwa sehemu nyingine, sio kwenye kibofu cha mkojo. Mtu anapokwenda haja ndogo kujisaidia, kibofu cha mkojo kinafunguka na hatimaye mkojo unapita kwenye mrija maalum, unatoka nje. Lakini mwanaume anapopandwa na ashki, anapojisikia hamu ya kufanya mapenzi au akajichua akajisisimua, vali maalum iliyopo kwenye mlango wa kibofu cha mkojo inafunga. Tunapozungumza vali hapa, tunakusudia kama vile unavyoiona tairi la gari au la basikeli au la pikipiki, lina kitu kinachoitwa vali. Ile vali inaruhusu upepo kuingia, lakini hairuhusu upepo kutoka. Sasa mwanaume anapopandwa na ashki, katika mlango wa kibofu cha mkojo kuna vali. Hata kama anajisikia haja ndogo, mkojo umejaa, lakini akipandwa na ashki, ile vali inafunga ule mlango wa kibofu cha mkojo, na hatimaye anatoa majimaji ya uzazi yakiwa katika njia iliyosafishwa na iko vizuri kabisa, haina uchafu, yani kwa maana hamna mabaki ya mkojo, hakuna uchafu. Kwa hiyo majimaji ya uzazi yanapotoka katika mwili wa mwanaume hayakutani na mkojo. Mkojo unafunga huko unakotoka, unafunga, na hatimaye haya majimaji yanatoka yakiwa yako masafi na yako yaliyokuwa salama kabisa. Kwa hivyo jibu lako mpenzi na mdau wa Kimimbi Herbal Clinic ni kwamba mkojo haukutani na majimaji ya uzazi ya mwanaume, kwa sababu majimaji ya uzazi ya mwanaume yanatengenezwa sehemu nyingi, ikiwemo kwenye testis, pamoja na hizo tezi za kiume mbalimbali, ndio unatengeneza mjumuiko wote ili kuwa majimaji ya uzazi. Semen and sperm vyote vinatengenezwa huko, lakini njia ya kupita inakuwa ni moja, kwa maana vyote vinapita katika mrija wa urethra. Sasa ikitokea mwanaume anataka, amepandwa na ashki, vali inafunga kwenye kibofu, mlango wa kibofu inafunga ile tundu,
na mkojo unakuwa uwezi kutoka hata chembe, na hatimaye mwanaume huyu anatoa mbegu zikiwa hazina uchafu, yani manake hazina mkojo na zinakuwa ziko safi kabisa. Kama una swali lolote na wewe unataka kutuuliza, tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako, sisi tutaliona na tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili. Tunatibu matatizo ya kibaolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana.